Mungu alikujua hata kabla hujazaliwa. Mungu alikujua hata kabla hujazaliwa. Kuna watu ambao wanaishi kama vile hawajulikani na Mungu. Kuna watu ambao wanaishi kama vile walikuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Wewe unayenisikiliza, tambua jambo hili, ya kwamba Mungu alikujua hata kabla hujazaliwa. Hata kabla hujatungwa mimba kwa mamako, Mungu alikujua. Mungu alikujua na alikuleta hapa duniani kwa kazi maalum. Hakukuleta hapa duniani kuishi unavyotaka. Hakukuleta hapa duniani uishi kwa kufuata akili zako. Alikuleta hapa duniani kwa kusudi maalum. Kwa kusudi maalum. Na kama usingekuwa wa muhimu, usingekuwepo hapa duniani. Kitendo tu cha wewe kuwepo hapa duniani, kitendo tu cha wewe kuzaliwa na kuwepo hapa duniani, ujue kwamba upo kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Haupo hapa duniani kwa ajili ya kuishi unavyotaka. Haupo hapa duniani kwa ajili ya kuenenda unavyotaka. Ni vema kujua, kuna watu wengi ambao wanafikiri kwamba wapo hapa duniani kwa bahati mbaya. Wapo hapa duniani kwa kutimiza tu matakwa yao. Tunaposoma kwenye Yeremia 1, kwenye Yeremia mstari wa kwanza, sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza, tunaona habari za Yeremia. Na maandiko yanasema kwamba kabla sijakuumba nalikujua na nalikutakasa. Nilikuumba kuwa nabii wa mataifa. Kuwa nabii wa mataifa. Kuna wewe unayenisikiliza, usije ukafikiri kwamba upo hapa duniani kwa bahati mbaya. Kabla hujazaliwa Mungu alikujua. Kabla hujatungwa mimba kwa mamako Mungu alikujua. Na Mungu alikuleta hapa duniani kwa kusudi maalum. Kwa kusudi maalum. Na ndio maana Mungu hataki tuishi kwa kufuata akili zetu. Anataka tuishi kwa kufuata neno lake linasema nini? Neno lake linasema nini? Ni upungufu mkubwa kuishi unavyotaka. Kuishi akili yako inavyokuongoza. Mungu anakujua. Wewe ni wa thamani mno mbele za Mungu. Wewe ni wa muhimu mno mbele za Mungu. Mungu anakujua vema. Na kumbuka kwamba wewe ni wa thamani mno mbele za Mungu. Na upo hapa duniani kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Kwa jukumu lilonao ni kujua kwamba Mungu amekuleta hapa duniani kwa kusudi gani? Amekuleta hapa duniani kwa kusudi gani? Mungu alimwambia Yeremia kwamba kabla sijakuumba nalikujua na nilikutakasa na nilikuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa kuna jambo ambalo Mungu anataka ukamilishe kabla ya kuondoka hapa duniani. Kwa kama unaishi unavyotaka, unaenenda unavyotaka, ni upungufu mkubwa. Upo hapa duniani kwa hasara, lakini Mungu hataki uishi hapa duniani kwa hasara. Hataki uishi hapa duniani kwa hasara. Mungu alimwambia Paulo, tunaposoma kwenye kitabu cha Timotheo, Paulo anamwambia Timotheo kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Paulo asingeweza kusema hivyo kama alikuwa ajui anachotakiwa kufanya. Haupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Kumbuka kwamba wewe ni wa thamani mno mbele za Mungu. Wewe ni wa muhimu mno mbele za Mungu. Mungu anakutegemea. Mungu anakutegemea. Na ametupa neno liwe kiongozi tunapokuwepo hapa duniani. Neno la Mungu ni kama katiba. Ni kama katiba ambayo inatuongoza tuishie tunapokuwepo hapa duniani. Lakini kila mtu aliyopo hapa duniani yupo kwa kusudi. Changamoto ni pale ambapo watu hawatafuti kwamba wapo hapa duniani kwa kusudi gani. Mungu alikujua kabla hujatungwa mimba kwa mamako. Mungu alikujua kabla hujazaliwa. Mungu alikujua na alikuleta hapa duniani kwa kusudi maalum. Alikuleta hapa duniani kwa kazi maalum. Kwa kazi maalum. Kwa kazi maalum. Na ni jukumu lako kutumikia kusudi la Mungu. Ni jukumu lako kutumikia kusudi la Mungu. Kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Wengine wapo hapa duniani, tunavyowaambia habari ya wokovu bado hawatuelewi. Tunapowaambia habari ya wokovu bado hawatuelewi. Bado hawatuelewi. Ndugu, haupo hapa duniani kuishi unavyotaka.
Upo hapa duniani kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu, kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka, kuishi sawasawa na neno la Mungu linavyokutaka wewe uishi. Ni upungufu mkubwa na ni hasara kubwa kuishi kwa kufuata akili zako, kuishi kwa kufuata unavyoona vema. Tunayo mamlaka ambayo tunahitaji kuitii. Mtiini Mungu, pingeni shetani naye atawakimbia. Tunachohitaji kufanya ni kumtii Mungu, kuishi sawasawa na neno la Mungu, kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka tuishi. Lakini pia jukumu letu pia ni kumuuliza Mungu kwamba Mungu, umetuleta hapa duniani kwa kusudi gani? Kabla hujazaliwa Mungu alikujua. Wewe ni wa thamani mno mbele za Mungu. Usikubali kutumikishwa na shetani. Usikubali kufuatisha namna ya dunia hii. Usikubali kuishi kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Usikubali. Hebu mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kuishi sawasawa na mpango wa Mungu, kuishi sawasawa na kusudi la Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kwamba kabla hujazaliwa Mungu alikujua. Mungu alikujua na alikuleta hapa duniani kwa kusudi maalum. Sio kuishi unavyotaka, sio kwenendo unavyotaka. Ni hasara kuishi kwa kufuata akili zako, ni hasara kubwa kuishi unavyotaka, kuishi akili yako inavyotaka. Ni hasara kubwa. Maandiko nasema kwenye Warumi 1:28 kwamba kama walivyomkataa Mungu kwenye fahamu zao, aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wakayafanye yasiyowapasa. Mungu hawezi kukurasimisha uishi sawasawa na yeye anavyotaka. Mungu anahitaji ridha yako. Mruhusu Mungu akuongoze. Mruhusu Mungu akuongoze kwenye yale ambayo anataka uyatende. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Wewe ni wa muhimu mno mbele za Mungu. Na Roho Mtakatifu akusaidie kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Usikubali kabisa kuishi kwa kufuatisha namna ya dunia hii. Ishi sawasawa na neno la Mungu linavyokutaka uishi, katika jina la Yesu. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho haya, usahau kusubscribe, share, comment, katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Amen.